Hakuna mtu ambaye amekuja kwa bahati mbaya duniani, na kila mtu Mungu ameweka kitu fulani ndani yake. Kile kitu ndicho kinachoamua safari nzima ya maisha yake. Kile kitu Biblia inakiita talanta, na ipo siku utaitwa kutoa hesabu ya kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Uwe umesoma uwe haujasoma, maadamu wewe ni mwanadamu na una pumzi na bado unaishi, kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kipo ambacho Mungu ameweka ndani yako. Maisha yako yamefichwa ndani ya hicho kitu. Unapoanza kuchukua tu hata kama ni kidogo kiasi gani, ndipo kinapofunguka. Maisha ya mtu hajafichwa kwenye kazi yake, maisha yake hajafichwa kwenye mshahara wake, yamefichwa kwenye kile ambacho atakifanya kwa ajili ya watu wengine na kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, kwa ajili ya vile ambavyo Bwana wake amemwekea kukifanya. Thamani yangu, umuhimu wangu duniani, thamani yangu duniani haipo kwa ajili ya mimi kuweka nguvu kwenye mambo ya kwangu. Ipo katika mimi kuweka nguvu na kulipa gharama yoyote kwa ajili ya kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu, kwa ajili ya ufalme wake na kwa ajili ya jamii. Mahali pale popote mtu alipo, kuna kitu Mungu ameweka ndani yake kwa ajili ya watu wengine. The moment unaanza kuishi maisha kwa ajili yako mwenyewe, thamani yako inakata, umuhimu wako kwenye jamii na dunia unakata, ubora wa kwako hautaonekana, nuru ya kwako inafifia, sababu Mungu hajakuweka kuwa nuru kwa ajili yako mwenyewe. Sema ninyi ni nuru ya ulimwengu, sio nuru yako. Taa haiweki kwa ajili ya yenyewe, inawaka kwa ajili ya watu wengine. Chumvi haipo kwa ajili ya yenyewe, chumvi ipo kwa ajili ya watu wengine. Unapoanza kuishi maisha yako kwa ajili yako mwenyewe, unapoteza thamani. Kwa hiyo thamani yako imefichwa kwenye kuishi kwa ajili ya watu wengine. Furaha na amani duniani mtu hawezi kuipata kwa kuishi maisha yake binafsi. Lazima ukubali kuishi maisha ambayo hayana thamani kwako. Paulo alisema, nimehesabu mambo yote kuwa kama mavi. Alikuwa ni msomi mbobefu wa mambo mengi na sheria ikiwemo. Alihesabu mambo yote kama mavi, anasema ili ni upate uzuri. Kuna kitu aliwekewa, alileta kwa ajili ya kuwa mtume kwa mataifa. Angeacha kutumikia utume kwa mataifa, mataifa asingemjua Kristo. Sababu kwenye mitume 12 Paulo ndo aliyepewa nguvu ya kuingia kwa mataifa na kuleta Kristo kwa mataifa mengine. Wengine wote walikuwa anaenda nao, yeye yuko mbele, wako nyuma mgongo wake. Asingekubali kutumika kwa ajili ya mataifa, robo tatu ya Agano Jipya tusingekuwa nalo. Kama ambavyo ukimtoa Ibrahimu hakuna Yesu, ukimtoa Daudi hakuna Yesu kuzaliwa, ukimtoa Yusufu hakuna Yesu kuzaliwa. Angezaliwa na Mariamu, angewawa na Herode, sababu aliyekuwa ameletwa duniani. Yusufu kazi yake alidhani ni kupasua mbao na kutengeneza viti na meza kama fundi seremala, ila kusudi la Mungu alikuwa kwa ajili ya useremala wake ilikuwa kukana Mariamu wakati wa ujauzito na kuitunza ile mimba mpaka kuhakikisha anazaliwa, kumpeleka Misri hadi Herode afe na kumrudisha kule. Ndio kwa kusudi yake. Ndio maana baada ya pale Yusufu umsikii tena, kusudi yake limeisha. Hakuja kwa ajili yake, alikuja kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya Yesu kuzaliwa na kumprotect mpaka Yesu anakuwa. Mariamu pengine angeweza kusema kwamba mimi nimesoma, nimeajiriwa, au mimi sijasoma, sina thamani. Ila kusudi lake ilikuwa ni kubeba mimba miezi 9 na kumnyonyesha Yesu kwa kipindi cha kumnyonyesha na kumkuza mpaka afike miaka 30 aingie kwenye huduma. Ndio kusudi lake. Kilichosababisha Simeoni na Ana mpaka leo tunawahubiri ni kwa sababu walikubali ndani yao, kazi yao moja, kukaa magotini kuomba mpaka Yesu anazaliwa na anakuwa. Ile kwa maombi yao, hiyo ndio imewapa thamani duniani. Samson thamani yake haikuwa kwenye mambo mengine, thamani yake ilikuwa kwenye kupigana vita. Angeza kusema napigana naumia, natumia nguvu nyingi sana, naumia, najisa niko kwenye hatihati ya kufa na kupona. Kisa nini? Nasa nikahama nchi nikaenda kuishi nchi nyingine. Ili angehama kaenda kuishi nchi nyingine, angekuwa hana amani duniani, angekuwa hana utoshelevu duniani, angekuwa hana thamani duniani. Ule umuhimu wake ungepotea kwa sababu tu ameenda nje ya kusudi ambalo Mungu amemletea duniani. Kila mtu kuna kitu Mungu amekuletea duniani kukiishi. Lazima utafute kukijua, then uanze kutembea na kuishi kwa hicho. Kile kitu ndicho kimechobeba ukuu wako. Kile kitu ndicho kimechobeba thamani yako duniani. Kile kitu ndicho kimechobeba mafanikio yako duniani. Kile kitu ndicho kimechobeba kesho ya kwako. Hatima ya mtu imefichwa ndani ya hicho kitu. Na sikudanganye mtu, haujachelewa bado. Ile kwamba hujafa, haujachelewa bado. Mungu alimtokea Ibrahim ana miaka 75. Mungu alimtokea Musa ana miaka 80. Ile kwamba bado unapumua, haujachelewa bado. Ile kwamba bado unaishi, haujachelewa bado. Kile kitu kiko ndani yako, hakijafa bado, kipo. Sasa Mungu akimuumbia mtu kitu huwa akiondoi. Ndio maana hata shetani alitengenezwa kama malaika wa sifa. Alivyowasi mbinguni akatupwa chini, hakuondolewa ule ukuu wake, hakuondolewa ule uwezo wake, bado anao mpaka leo. Mpaka leo shetani aliletwa na ule uwezo wake wa kuachilia sifa. Ndio maana na yeye anaweza akamuanointi mtu kuimba nyimbo za upako upande wa kwake, sababu kile kitu Mungu hakukiondoa. Mungu haondoi karama ndani ya mtu. Inaweza kazimwa lakini haiondoki. Mungu hakumnyang'anya shetani, na wewe Mungu hajakunyang'anya. Sikiza kwambia, kwenye Biblia hakuna kitu cha bahati mbaya. Kila mtu unachoona kile kitu kwenye Biblia ni kusudi la Mungu. Alimuumba Rahabu akijua kwamba kwa babake Rahabu na mamake ndani ya babake Rahabu kuna mbegu ambayo inaenda kumzaa Rahabu ili kuja kumpitia
kumpitisha Yesu duniani. Ukahaba wa Rahabu haukuondoa neema ya Mungu kwa ajili ya Yesu kuzaliwa kupita kwake, haikuondoa. Japokuwa alikuwa ni kahaba anayejulikana nchi nzima, lakini ndani yake Mungu aliendelea kulinda kile kitu cha kumpitisha Yesu. Wale wapelelezi wawili wanatoka kule wanaenda kuipeleleza Yeriko, hawakujua kwamba watakutana na Rahabu. Hawakupanga wafike kwenye nyumba ya Rahabu, ila kuna kitu ambacho Mungu aliweka ndani yake, ile karama, ili wa connect na wale, sababu kile ni kitu cha kiungu, kiliwaunganisha. Wameenda kupeleleza Yeriko, kuna kitu cha Mungu ndani yao kimeenda pamoja nao. Wanaingia Yeriko, kuna mtu mmoja ndani ya Yeriko ana kitu cha Mungu ndani yake cha kumpitisha Yesu, na namna pekee ya kumfanya Rahabu ampitishe Yesu ni lazima amkutanishe na Waisraeli, ili wanapoondoka waondoke pamoja naye, ili akifika kule akaolewe na atakaomuoa, ili apite, sababu alikuwa sio Mwisraeli, lakini ilibidi aingie kwenye ukoo wa Israeli ili kupitisha cha kimungu.